Kama ilivyo ada ya Baraza la Sanaa la Taifa kwamba ni taasisi ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya kuweza kusimamia sanaa lakini na wasanii. Na leo hii nimependa kuzungumzia swala la wimbo wa Nay wa Mitego ambaye anaitwa Elibariki, lakini alimaarufu anaitwa Nay wa Mitego. Kwamba kuna wimbo ambao wameutoa. Kimsingi baraza limepitia wimbo huu na limeufungia rasmi wimbo huu ambao unazagaa kwa kasi sana kwenye mitandao, ambao msanii huyu ameutoa, Nay wa Mitego. Ni tunazuia wimbo huu kutumika kwa namna yoyote ile. Ina maana ni wimbo ambao haufai kutumika katika jamii kwa namna yote ile. Sasa maelezo mengine ya baraza kama ilivyo ada kwa mujibu wa sheria na kanuni zake yatatolewa hapo baadaye. Ieleweke kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 4L cha sheria ya Baraza la Sanaa la Taifa, sheria namba 23 ya mwaka 1984, baraza limepewa jukumu la kusimamia kazi za sanaa na mamlaka kishirika kuhakikisha yote yafanyikayo katika tasnia sanaa hayaachi taifa na wasanii katika hali zisizo salama. Katika kutekeleza majukumu haya, baraza linahakikisha linalinda maadili miongoni mwa wasanii wanapokuwa jukwani au wanapobuni kazi zao za sanaa. Kwa muda huu, baraza linawakumbusha wasanii na wadau wa sanaa wote wa kazi za sanaa kuzingatia ubunifu wa hali ya juu, kufanya kazi za sanaa, hata kufikisha ujumbe mbalimbali za kufundisha, kuelimisha, kuburudisha, hata kuonya. Baraza linawaonya wale wote wanaotumia kazi zilizopigwa marufuku. Ikumbuke kuwa kutumia kazi zilizopigwa marufuku ni ukiukaji wa sheria za nchi. Na hili tunasema kwamba kwa wale ambao wanazitumia hizi kazi ambazo zimepigwa marufuku, nasema hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Kwa namna gani? Kwa sababu ni kazi ambazo zimepigwa marufuku, lakini wapo watu ambao wanaendelea kuzitumia. Ukipita kwenye clubs mbalimbali wanazitumia hizi nyimbo. Wakati mwingine kuna radio stations wanazitumia hizi nyimbo. Wakati mwingine hata kwenye bodaboda wanazitumia hizi nyimbo. Sasa baraza tunapenda kuwakumbusha na kutoa onyo na kuwaeleza kwamba kutumia kazi ambazo kimsingi zimepigwa marufuku kwa mujibu wa sheria sanaa, kwamba na wao wanaweza kujikuta wapo mikononi mwa sheria ambazo zinahusiana na masuala ya sanaa. Inawezekana na sheria zingine. Kwa hiyo ndio maana tunasema baraza pamoja na mambo yote kwamba tunawaonya na tunawaasa kwamba kazi kishapigwa marufuku, kwa sababu inazingatia sheria, ni kwa mujibu wa sheria, ni kwa mujibu wa kanuni, basi wasiweze kuzitumia. Na wenzetu katika mamlaka zingine wasema hata ile kuforward to message ambazo kimsingi hazitakiwi, basi ni kosa. Lakini hiyo ni mamlaka nyingine. Sisi tunazungumzia kwenye kazi sana ambazo zimepigwa marufuku, kwamba tunawaonya wale wote wenye tabia ya kuzitumia. Asanteni sana.